Nielekeze mambo matatu, na kwa sababu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa upo, ulisimamia hili. Limesemwa jambo la kamata hapa. Katika ziara yangu hii ndo mara ya kwanza nasikia mambo ya kamata. Na hasa kamata isiyo na sababu za msingi. Haya ni mambo ya zamani. Haya ni mambo ya zamani. Haya ni mambo ya zamani. Kamata isiyo na msingi ni mambo ya zamani. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ndo mwenyekiti, lisimamie hili na mlikomeshe. Watu waishi wakiwa huru, wafanye kazi za kujiletea maendeleo. Watu walale wakijua wako salama. Lisimamie hilo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Tumesema pia mshiriki na mlinzi wa kwanza wa kushirikiana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ni mwananchi mwenyewe. Hatupaswi kutengeneza gap katika masuala yanayohusu ulinzi na usalama wa nchi yetu. Kwa haya myarekebishe. Sijasikia kote ninakopita kwenye ziara. Kwa hiyo ili mlirekebishe. Watu wetu hawa wanawajuaga wakosaji, na ndio maana hata siku zingine nyingi huwa tunawazuia kuchukua sheria mkononi. Wanawajua. Kila eneo la nchi yetu, kila kijiji ukienda, wanawajua wahalifu. Mhalifu akikamatwa, hata wana kijiji wanaunga mkono, wanasema kwa kweli huyu mmechelewa sana kumkamata. Wanajua. Ila mkimkamata asiye na hatia, ndio watasema hata huyu naye kakamatwa. Ninyi mhalifu akikamatwa mnalalamika? Mhalifu akikamatwa mnalalamika? Kwa hiyo ukiona watu wamelalamika, kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo hili Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa lifanyie kazi. Lakini lingine nimesema na pale nikiwa Kondoa, si tu kamata ya wananchi wenyewe, hata kukamata vitendea kazi. Kwa jambo linahitaji tu kafaini, nyinyi mnakamata kitendea kazi. Haya mambo ya shortcut za aina hiyo ni mambo ya kizamani. Mtu mnayemjua kijana anafanya shughuli yake, ajira yake ndio hiyo inayomletea kipato. Anafanya shughuli ya bodaboda, anafanya shughuli ya baisikeli, anafanya shughuli ya gari. Ana kikuu chake. Ndio amefanya kosa kwamba hapa alitakiwa asifanye hivi, amefanya hivi, anatakiwa kulipa faini. Mnashikiliaje bodaboda yake? Imekuwa ya kwenu? Ninyi mnachomdai si faini? Si ndio sheria imesema faini? Si ana kitambulisho? Andikisheni kitambulisho chake, anajulikana, faini yake inajulikana, mwambieni faini yake, mwachieni kitendea kazi chake akafanye kazi. Aendelee na shughuli ya uzalishaji. Ndio. Na maeneo mengine ni kupuuza tu, yani ni ile kutokujali tu. Kwa sababu sisi tulioko serikalini huku, hata usipoenda ofisini una uhakika serikali haifilisiki. Watakuwepo waliochapa kazi wameenda, unajua tu kazi inaendelea tu. Wenzetu waliojiajiri, yeye asipofanya kazi familia nzima inasimama.
na ukichukua kitendea kazi chake ndo kabisa umeua mtaji, umeua na maisha ya familia nzima. Ameniongezea mama, unakuta na anadaiwa marejesho, umeua na nyumba yake. Nilienda ile siku ile niko pale Mvumi, wameshikilia gari ya yule kijana yule, wanamdai 700,000. Ndio mnamdai 700,000. Sasa wameshikilia gari ya thamani ya milioni 25. Unashikilia gari ya milioni 25 kwa kudai 700,000. Wameshikilia miaka mingapi? 7. Ni mambo ya kipuzi kabisa hayo. Na kuonesha kwamba ni makusudi tu, nimemaliza siku ile ile, wiki inayofuata wamemrudishia. Haya mambo ya kushikashika, kamata ya kushikilia vitendea kazi, shikilia mali ya mtu, tuachane nayo. Uchumi, na mzuri, mimi taaluma yangu ni uchumi. Uchumi una vibatani, una vieneo vingi sana ambavyo ukigusa tu unaona mtawanyiko wake katika maeneo mengi. Mheshimiwa Rais alipoapishwa tu akasema sitaki akaunti za wafanyabiashara zifungwe, sitaki mchukue fedha zao. Mapato yaliongezeka kutoka trilioni 1.2 yaliongezeka mara 3 zaidi. Kuna mwezi mmoja imeenda trilioni 3.4, trilioni 3.5, kutoka trilioni 1.2, kutoka trilioni 1.2. Kama makusanyo yameongezeka, maana yake wale watu wanaolipa hiyo kodi wameongeza kipato chao bila nguvu. Mapato yameongezeka, maana yake wale waliolipa wameongeza uzalishaji. Sasa mtu unayetaka azalishe huku unaenda unakamata kitendea kazi, unataka akulipe huku unaenda unakamata kitendea kazi, analipaje? Jana nilipita pale Kondoa, sijui ni uchunguzi wa aina ipi ule, kwamba wamemtuhumu wizi, wameenda wamechukua mashine yake ya kusaga, wamechukua mpaka kitanda na godoro. Uchunguzi gani wa kuchukua mpaka godoro? Sasa nasema wamezoea. Sasa mimi nimekuja nitawashikisha adabu wote wasio na adabu. Kuna watu mpaka wanafika serikalini, mpaka wanafika kwenye ofisi, mpaka wanafika kwenye wanashika nafasi, hawajui maisha ya Watanzania, hawayajui. Tujifunze maisha ya watu wetu yakoje, tujifunze. Niwape taarifa njema. Mheshimiwa Rais ameshaelekeza hiyo sheria ya kutaifisha, tunaenda kuifuta. Tutaifuta. Ikishaanza kuwa kichaka, tutaifuta.
na uhakika nina uhakika, na mimi nilipata nakala. Mheshimiwa Waziri, ulishapokea barua ya Mheshimiwa Rais inayoelekeza hiyo sheria ifutwe. Tutaifuta. Ndio. Niliona niliseme hili jambo kupitia jambo ambalo Mheshimiwa mbunge alilileta. Ili tupige hatua kwa kasi, lazima kila mmoja awajibike. Kila mmoja awajibike, wa serikalini na wa sekta binafsi. Kila mmoja awajibike. Tutapiga hatua kubwa ya kimaendeleo. Wajibu, kila mmoja atimize wajibu. Kila mmoja apate haki yake. Haki ya kila mmoja ilindwe. Lazima kila mmoja haki yake ilindwe.